Unajua mimi nilikuwa nahadithiwa tu, sikuwahi kuona wala kusikia. Kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo ambao unalalamikiwa. Kwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM, lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola. Nikiwa natokea upande wa pili, sio kule nilikozaliwa na nilikokulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana. Lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa wanalalamikia, yote ni sahihi. Yote ni sahihi. Na ni machache hayo. Hayo ni machache. Kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kuanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Watu pekee wanaoweza kuitoa CCM madarakani ni wananchi tu wenyewe. Lakini si kwenye box la kura, hiyo ni uongo. Tunadanganyana tu. Nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi. Hao wote niliokutajia hao, wote hao wanakuwa na maelekezo. Ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa 90% kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza. Na kinachonisikitisha zaidi, wabunge, mimi nilitumia matokeo yangu mwenyewe na mmoja ya wale watumishi wa tume ngazi ya jimbo. Nilikuwa nimeshinda, nilikuwa na kura 9,000 katika jimbo la Mwibara, katika wapiga kura 16,000. Mimi pia nimeshukuru tu kwamba watafanya kazi katika mazingira yapi. Yawezekana sisi ambao tulikuwa tuko sehemu ya kuitetea CCM, tulikuwa tujaingia physically kwenye uwanja. Kwa hiyo hilo nalo wananchi pia kama mimi naomba msamaha, wanisamehe, kwa sababu sikuwahi kujua kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa namna hii. Madai ya Tundu Lissu, narejea tena, madai ya Tundu Lissu na madai ya Chadema yote na madai ya wananchi wa Tanzania yote kwa ujumla wake yako sahihi. Yako sahihi. Na kwa kuwa nchini yetu sote, kwa nini hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi? Mwananchi anasema kwamba tubadilishe katiba. Mwananchi anasema kwamba tunatakiwa tubadilishe tume kuanzia chini kule mpaka kule juu. Kwa nini wanawakatalia? Wanawakatalia kwa sababu wanajua wakifanya hivyo CCM siku hiyo inaondoka madarakani. Sasa ni heri chama kiondoke madarakani kwa amani kuliko chama kiondolewe madarakani kwa vurugu na machafuko. Kwa saa nyingine haya matatizo yote ya nchi yetu yanaletwa na CCM tu, kwa sababu ya ukaidi wao na dharau zao, kwa sababu kiburi cha CCM kinatoka huko tu. Hawana kura tena kwa wananchi, hawana ushawishi kwa wananchi, hawana chochote kwa wananchi. Wanategemea. Na kwa nini wanadharau? Kwa nini wanakuwa na kiburi hawa CCM? Hivyo viburi vinatoka wapi? Kwa unakuta raia hana sehemu ya kukimbilia, raia hawana mtetezi, raia wakipata matatizo hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine haya matatizo yamesababishwa na CCM yenyewe. Na kama ni lawama, wa kwanza kulaumiwa ni CCM wenyewe.